akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Ili timie lile neno linenwa kwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Twende andiko lingine, kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 7. Injili ya Luka mlango wa 7 mstari wa 11 mpaka 17. Injili ya Luka mlango wa 7 11 mpaka 17. Anasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nzuri ambayo Bwana ametupa ili tuweze kujifunza machache katika mengi alionayo kwa ajili yetu. Nazungumza kwa mwendo huu ili upate kitu alafu kufanyie kazi. Pengine nisihubiri sana nikafundisha kwa sehemu ndogo. Katika huduma ya Yesu Kristo hapa duniani, huduma yake hapa duniani ni huduma ambayo ilikuwa na mguso wa kipekee kwa watu wengi sana. Ujumbe wangu nitazungumza kwamba niguse Yesu. Hebu sema. Sema tena. Huduma ya Yesu Kristo hapa duniani kwa wakati ule ilikuwa na mguso wa maneno mengi katika maisha ya wanadamu. Huduma ambayo watu walipoisikia walitamani kumwona huyu Yesu yuko wapi, anafanya nini, huyu Yesu yukoje, ni aina gani huyo. Kwa hiyo makutano mengi walikuwa wanafuatana Yesu popote alipokuwa anakwenda. Wengine kwa sababu ambazo ninazungumza, wengine kupata kwa sababu ya chakula, wengine kwa muujiza unafanyika na kadhalika. Lakini tunaona jinsi ambavyo Yesu aligusa maisha ya watu wengi katika huduma yake hapa duniani. Alikutana mahitaji mbalimbali ya watu, wagonjwa, wenye shida na taabu nyingi ambazo walikuwa nazo, waliokuwa na mapepo na namna zote zile za adha ambazo watu walikuwa nazo katika maisha yao. Kwa hiyo wengi walikutana Yesu kwa jinsi mbalimbali. Kina watoto, vijana, wazee, maskini kwa matajiri, kabila zote za watu waliguswa na Yesu kwa jinsi mbalimbali. Yesu akiwataja maskini kwenye Biblia, akataja matajiri kwenye Biblia, akawataja watoto wadogo kwenye Biblia, akawataja vijana kwenye Biblia, akawataja wajane, akawataja yatima, akawataja watu ambao hawawezi, akataja maskini kabisa, akataja watu ambao wako uchi wasiokuwa na nguo za kuvaa, akawataja pia watu ambao wana nguo za kuvaa, akawataja watu wenye upeo wa hali ya juu mbalimbali. Kila neno limeguswa kwa jinsi moja ama nyingine. Ni Yesu huyo alifanya kazi hiyo. Nikitafakari naona jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa anatembea hapa duniani, akionyesha mambo kwa jinsi tofauti tofauti,
na watu wakaguswa na Yesu kwa jinsi tofauti tofauti, na mahitaji ya watu wakaguswa kwa jinsi tofauti tofauti. Ilitegemea sana jinsi ambavyo mtu alijiandaa moyo wake kutana Yesu katika maisha yake. Haleluya kanisa, haleluya. Unapoanza sasa katika kitabu cha Mathayo tunasoma, tunaona hapa Yesu akifanya ziara rasmi katika familia. Yesu ametoka mahali anakwenda nyumbani kwa mtu mmoja wa mitume, anakutana na familia ya Petro. Kwa maana anafika nyumbani anakuta mkwewe Petro yuko pale, mama mzazi wa mke wake na Petro alikuwa amelala, hawezi. Ametembelea familia kama familia. Familia Petro hapo inafikiria tufanyeje. Petro kama mkwe iko nyumbani kwake, anafikiria kama nitafanyaje. Anamugusa mama mkwe, mama amelala, hawezi. Nyumbani kwa Petro, kwa Petro ilikuwa ni mzigo fulani ndani yake, lazima autatue kwa jinsi yoyote ile. Lakini Yesu anafika nyumbani kwa Petro akifanya ziara maalum, ziara kipekee katika familia ile. Yamkini walimwita ama kumwita, lakini tembea nyumbani kwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini walikuwa na hamu, walikuwa familia ilikuwa na hamu ama mzigo au kumtumikia Mungu kwa jinsi yote ile. Hata mama inawezekana alikuwa na huo mzigo au kutumikia Mungu, lakini alikuwa hawezi, amelala, homa inamtesa. Kwa kuwa alikuwa anaumwa, Petro naye alikuwa amekaa pale pale kiangalia. Kwa hiyo huduma mbili zikakaa ndani ya nyumba moja, hazifanyi kazi. Huyu anateseka na umwa, na huyu mwingine amekaa akimuguza mwingine, aidha kumwombea ama kumsaidia hiki ama kile. Homa ilikuwa ni kikwazo kikubwa kwa yule mama. Ilikuwa imeshika huyu mama kiasi kwamba hawezi kufanya chochote kile, alikuwa hawezi. Biblia inasema hivi, Yesu alipofika pale akamwonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofika pale akamwonea huruma. Alimwonea huruma kwa sababu gani? Yamkini aliona huyu mama ana kitu ndani yake, ana mzigo ndani yake, lakini hawezi. Mama huyu hawezi, hafanyi chochote kile, yuko pale kwa mazingira ambayo ni kawaida sana. Popote ambapo mazingira kama wanadamu, popote ulipo, kama una mateso katika mwili wako, huwezi kutumika kwa uhuru. Niko sahihi jamani? Kama una shida katika mwili wako, kuanzia utosi mpaka unyayo, una adha katika mwili wako, huwezi kutumika kwa uhuru. Na huyu mama alikuwa hawezi, homa imemkamata. Na inawezekana kulingana na maandiko yafuata baadaye, baada ya Yesu kumgusa huyu mama, Biblia inasema kwamba homa ikamwacha, homa ikakatika, akawa mzima. Biblia inasema hivi, homa ilipomwacha naye akaondoka huyu mama, akawatumikia. Haleluya. Homa ikamwacha, pao, akachukua hatua iliyofuata pale, akamtumikia, akaanza kutumikia, akafanya kazi yake ambayo sasa ilikuwa mpo ndani yake, lakini kwa hawezi kwa sababu alikuwa na shida katika mwili wake. Sema nimguse Yesu. Sema nimguse Yesu. Ajabu sana, mkono wa Yesu Kristo umetua juu ya mama, akamgusa mkono wake, homa ikamwacha. Akagusa hitaji lake ambalo alikuwa nalo, homa ikamwacha pale pale. Yesu ni wa ajabu sana. Sema amen. Sema amen. Akamgusa, homa ikakatika. Na Yesu akamwambia, sasa mama shapona, njoo tuhudumia. Hapana, hapana. Yeye mwenyewe akachukua wajibu wake kwenda kuwatumikia. Sema Yesu niguse. Yesu niguse. Tunasoma kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 7 pale, jinsi ambavyo palikuwepo na kazi nyingine kubwa
Yamkini hii ilikuwa ni kionjo. Ni kaya nyingine ambayo wanasema kwamba ni heavy, nzito. Kwa akili za madamu, kitu ambacho huwezi kukielezea vizuri ukafahamu kama kinakiwakilisha vizuri. Yesu anaingia katika mji. Na ule mji anapoingia, anapoingia kwenye lango la mji, anakutana msafara wa watu wanakwenda kwenye mazishi. Wanakwenda kumzika kijana. Na huyu kijana bila kuzungumza hapa, huyu alikuwa ni mtoto pekee wa mjane. Maana yake baba yake ashafariki, hayupo. Mama yuko na huyo mtoto peke yao, wawili, mama na mwana. Na sasa mtoto amekufa, hayupo tena. Huyu mtoto alikuwa labda ni tegemeo kubwa la huyu mama. Huyu mtoto alikuwa ni tegemeo kubwa la huyu mama. Alikuwa ndio nguzo ya huyu mama. Alikuwa ndio mfariji wa huyu mama. Alikuwa ndio jibu la huyu mama. Alikuwa ndio jawabu la maswali mengi ya huyu mama. Lakini ghafla akafariki. Watu wengi kaja kwenye maombolezo pale. Sasa wakamchukua. Zamani alikuwa atumii masanduku kama ya kwetu watumia leo. Kwa tumia kama ubao au mti, wanamsokotea hapo na kuzika. Sasa leo tuna ustaarabu kidogo kama sanduku na kuweka misalaba na nini na nini. Zamani ilikuwa tofauti sana. Na hasa ukiangalia majira yale wakati shule, na leo tofauti. Sasa wanambeba mtoto huku, anabeba taratibu, wanakwenda kwenye mazishi kumzika mtoto. Mama naye yuko nyuma msafara ule, na mtoto mkubwa upo msafara ule, wanakwenda kwenye mazishi. Yesu ameingia mjini, kwenye lango la mji. Sasa anakuta msafara ule, watu familia ametoka mahali kwenda kumzika mtoto ambaye ameshafariki tayari. Biblia inazungumza kitu ajabu sana hapa, kwamba Yesu alipowaona, mstari ule wa 13, Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Mama alikuwa na machozi si kidogo. Wanasema Swahili, uchungu wa mwana ajua nani? Zazi. Mama kilia machozi ya kumpoza mtoto wake, mtoto pekee katika familia ile. Yesu alipomwona mama akamwonea huruma, mama usilie. Sema Yesu niguse. Pengine huyu mama alikuwa hajui anachoendelea nini. Yamkini hakujua kwamba hata Yesu ametokeaje katika mitaa hii. Hakujua kama itakuwaje baada ya hapo. Hakujua. Lakini Yesu alipokuwa na huruma nyingi, alipoona jinsi ambavyo mama anapoteza nguzo. Kijana alikuwa na nguvu kama ilivyo leo. Vijana wengi ni nguzo. Katika vyama ni nguzo ya chama, nguvu ya chama. Kanisa ni nguzo ya kanisa, vijana wengi. Kila eneo kijana ana sehemu kubwa katika jamii. Ana nguvu ya kutumika, ana mbio zaidi ya kufanya kazi, anafika mbali zaidi kuliko ni mzee, anafanya kazi kubwa zaidi. Mungu akitumia vema anafanya mambo makubwa sana ya kufikiri, ya kufanyia kazi na kadhalika. Hao kijana anapotea. Yesu akaona hapa kuna kitu cha kufanya. Akarejesha imani kwa mama. Akamwambia mama usiogope. Akamwonea huruma. Mama usilie. Mama usilie. Msiba wako nimeuona. Machozi yako nimeyaona. Kilio chako nimekiona. Nimeona jinsi unavyolia kwa mtoto wako aliyepotea. Nimeona jinsi ambavyo unampenda mtoto huyu. Sasa mama usilie. Yesu achukua hatua ya pili. Anakaribia, anagusa jeneza lile. Wanabeba ile jeneza, wakasimama. Kuna kitu kimetokea, mshtuko utokea. Huyu nani kwa msafara amegusa hili? Kumbe maiti ameshageuka kwenye jeneza lile. Bwana Yesu asifiwe. Unajua beba jeneza, alafu huko juu nasikia mtu anatembea huko, inaleta kidogo kizaazaa.
tafaruku. Siku moja, sika unakumbuka hicho kisa, Robert mnakumbuka zamani kidogo, au mzee Mwangasi kama yuko hapa na wengineo. Siku moja hapo makaburini hapo pakatokea, palikuwa na baa moja hapo karibu hapo. Siku moja kama usiku saa 7 saa 8 hivi watu kunywa, wakatokea tu makaburini kule wamevaa nguo nyeupe pepe. Watu wa makaburini kule kwa kama watu 6 7 hivi. Toka makaburini hapo na kuja hivi wamevaa nguo nyeupe kama sanda. Wanakimbia kufuata pale baa. wale walevi wote walikimbia. Wakaacha bia zao, wakaacha na simu zao, watu wa counter wakakimbia. Kwa kuwa na mzimu toka kaburini kuja kutufuata huku. Walikimbia wote mbio. Wale jamaa walikuwa ni wezi. Wakachukua bia, wakachukua simu, wakachukua counter, kaingia akachukua hela, wakamaliza huyo, wakaondoka. Ilitokea hapo, sio mbali, hapo TX hapo. Sasa fikiria, huyo ni mtu amejifanya amefufuka kutoka wafu na nguo nyeupe na sanda. Ile sana sio alifungaje bwana? Sana kabisa hivi. Lakini kuna macho ndo, uweze macho. Hapa waliogopesha hivyo. Je, wale ambao wamebeba mwili wa marehemu walijisikiaje wakati mwili yule mtu ameanza kutikisika kule juu? Wakashtuka. Waliposhtuka, kijana akaamka kwenye jeneza lile. Akaamka, akakaa, akaanza kuongea, "Mama, shikamoo. Jamani, hamjambo." Yesu akamchukua, akamkabidhi mama yake. Huo ni muujiza, ushangilie kwa makofi makubwa kwa Yesu. Kaambia kijana, inuka. Toka kwenye jeneza hilo. Toka kwenye hali ambayo unayo. Toka hapo. Sio saa za kufa kwa kijana. Kijana mtumikie Bwana. Haleluya. Kifo kwa kijana tunakataa kwa jina la Yesu. Mama alipompokea mtoto yule, yatokea mambo mengi kwa hiyo mama. Machozi ya huzuni yalikoma kwa mguso mmoja wa Yesu Kristo. Machozi ya huzuni yakakoma. Machozi ya msiba ule yakakatika ghafla kwa mguso mmoja wa Yesu Kristo. Ndipo naingia machozi ya furaha kwa ule mama, kwamba asante Mungu kwa kuona msiba wangu, kwa kuona machozi aliyokuwa nayo, kwa jinsi ambavyo alilia machozi kwa muda mrefu. Sasa Bwana akarejesha furaha ndani yake, akarejesha furaha halisi ndani yake, kwamba asante ni Mungu mwingi wa rehema, ni Mungu anayejibu maombi, unayegusa watu wanaolia machozi ya jinsi mbalimbali katika maisha yao. Haleluya. Wako watu wengi katika maisha kila siku, ama wamepita katika mapito mbalimbali, wamepitia nyakati mbalimbali katika maisha yao, wamepitia hali ngumu katika maisha yao, ambayo katika kila hatua wanahitaji mguso wa Yesu Kristo. Wanahitaji mguso wa Yesu Kristo, aguse hitaji lake kama ilivyo. Kama ni magonjwa katika miili, yamekuwa ni tatizo kubwa katika maisha ya watu wengi. Yako mapungufu mengi katika maisha ya watu kwa jinsi mbalimbali, na hitajika mguso wa Kristo katika maisha yao. Kuna vilio vingi katika maisha ya watu wengi. Watu wanalia machozi kila siku tuwapolewa. Kuna watu ambao machozi ndani ya katika macho yao hayakauki. Wanalia mpaka wanamwonea huruma. Baba mmoja akaja ofisini kwangu siku moja, akiwa na mzigo wake fulani. Tukakaa naye tukazungumza. Baba alinizidi umri, alikaa ofisini kwangu kwa muda,
akaanza kutoa machozi alivyokuwa anaelezea msiba aliokuwa ndani ya moyo wake. Unapoona mtu mzima na uzee wake analia machozi, makamasi natoka, machozi yanatoka mengi, ameshakuwa mweusi kupita maelezo, yamemfika mahali. Ni mguso pekee wa Yesu Kristo unaweza ukausha machozi yale na makamasi yale. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wakuona machozi kwa sababu wamevunjwa moyo kwa jinsi mbalimbali, wamekata tamaa kwa jinsi mbalimbali, wamefikia mahali ya kwamba hana namna ya kupiga hatua mbele ya maisha yake. Pengine kipato imekuwa ni mzigo katika maisha yake, ama elimu imekuwa ni tatizo katika maisha yake, au familia imekuwa ni tatizo kwenye maisha yake, au namna yote ile imetokea tatizo kubwa katika maisha yake. Sasa Bwana Yesu nimguse katika hili na kuhitaji katika hili, na kuhitaji katika hili, uniguse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanapitia katika vurugu mbalimbali za maisha, wanapata mateso yasiyokuwa ya kawaida, wanafikia mahali wanalia machozi wala hakuna kufuta machozi yao. Ukiangalia nafikiria, Mungu, itakuwaje kesho ya mtu huyu? Yesu tukuse, tupate amani katika maisha yetu. Ni maombi yako mchana huu wa leo kwamba kama una upungufu wa amani ndani ya moyo wako, umekosa amani ndani ya maisha yako, huna amani, yuko mfalme wa amani katika yetu mchana huu wa leo. Aje aguse moyo wako, amani irudi ndani ya maisha yako. Wakati wengi ambao faraja ndani yao ni kama historia, haoni faraja ya A wala B wala C wala D, ni kuvunja moyo tu usiku na mchana. Wako wengine ambao wafikia mahali kiasi kwamba hata usingizi haupati kwa sababu ya mambo kutokea katika maisha. Wengine wanatafuta kazi miezi na miezi haipata, lakini Mungu akuguse mchana huu leo. Kuhangaika kwa kutafuta kazi, Bwana akupatie kazi. Wengine amekaa na mkesha maombi mbele za Mungu kwa ajili ya mahitaji fulani katika maisha yake, aidha yake mwenyewe au familia yake ama huduma yake. Nahitaji mguso Mungu. Bwana uniguse. Sema, Bwana Yesu niguse. Ni wapi ambapo unahitaji mguso wa Yesu mchana huu leo? Wapi ambapo machozi yako yamekuwa ni mengi ambapo unahitaji Yesu akuguse mchana huu leo? Wewe mwenyewe, familia yako, mume wako, mke wako, wazazi wako, ofisi yako, elimu yako, biashara yako, safari zako, huduma ulionayo. Ni wapi ambao Yesu niguse katika hili? Na kikugusa utabadilika, hautakuwa kama ulivyo tena. Akikugusa tayari kuna mpenyo mkubwa utakaotokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilifika mahali fulani kwa mkoa wa Arusha, kutana na watu ambao walikuwa na misiba ya tofauti. Simaanishi kifo cha mtu, misiba ndani ya mioyo yao. Na wale watu, mmoja wao katika msiba aliokuwa nao ulimtesa kupita maelezo. Nakumbuka siku hiyo Bwana kanisaidia na kazungumza nao. Unapoelezwa kitu kimemtesa mtu kama miezi mitatu hivi,
lakini Bwana alivyo mwaminifu akamgusa pale pale na akawa mzima, na msiba ule ukakoma saa ile ile. Unajua kwamba yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu anakutana misiba ya watu tofauti tofauti. Mingine kwako ni mdogo, lakini kwa mwingine ni mkubwa. Singida, mtumishi mmoja wa Mungu, dada mmoja akiwa mtumishi nampenda Yesu, akawa hana hata sabuni ya kufua nguo. Najua kina dada ana pesa kufua nguo, za pera kuvaa nguo safi, si kama kina kaka, yani ndogo na tofauti hapo. Dada kuvaa nguo mara 2 ni shughuli pevu, lakini kina kaka kina baba 5 na dunda tu. Kidada akasema hapana, nitavaje nguo chafu kwa siku kadhaa wa kadha. Akalia machozi, hana hela ya kununua sabuni, shilingi labda 50 kwa wakati huo. Siku moja Bwana akafanya muujiza, akamtuma kunguru kama ilivyo kwenye Biblia. Dada akiwa nyumbani kwake, akaya kunguru mwenye sabuni, anakuja kulia ile sabuni juu ya mti, kwenye mti nyumbani kwao. Anachukua sabuni kule, anaweka hapo sasa kula ile sabuni. Bahati mbaya sabuni ikateleza, akadondoka. Dada akachukua sabuni ya mbuni, akafua nguo zake. Alishuhudia ushuhuda, akakumbuka mpaka leo, na siku nyingi ushuhuda sitosahau. Jinsi Mungu anavyokutana watu kwa jinsi tofauti. Kwake ilikuwa ni kilio, Bwana asante unipatia sabuni kufua nguo zangu. Kwako sio tatizo, sabuni kipande shilingi 100 sio tatizo. Kwake ilikuwa ni mlima mkubwa, nifanyeje nipate hili jambo. Yesu aligusa watu wengi sana katika maisha yake. Aligusa kila rika ambayo ilikuwepo. Aligusa watoto wadogo, aliwagusa vijana, aliwagusa wajane, wa baba, wa mama, na makundi mbalimbali ya watu walikuwa na mahitaji. Kila aliyeguswa na Yesu hakubaki kama alivyokuwa. Ninazungumza katika kitabu cha Zaburi kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Haleluya. Kanisa, haleluya. Mateso ya mwenye haki yako mengi, kilio cha mwenye haki ni kikubwa. Wako wanalia machozi sana. Hata hapo kuna watu wengi wanalia machozi. Katikati tuna watu wamelia hata wiki hii mara 3, mara 4, mara 5 akilia machozi kwa ajili ya mambo mengi anayopitia. Kuna wengine usiku wameamka usiku manane wakosa hata amani, hata usingizi haupo tena, akilia machozi kwa mambo mengi anayokutana nayo katika maisha yake. Lakini habari njema mchana wa leo kwamba Mungu anaweza kugusa mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukugusa mchana wa leo, ukabadilika, ukatoka hapa na kitu kipya mchana wa leo. Katika Zaburi inazungumza, kitabu cha Zaburi mlango wa 34 mstari 17 mpaka mstari 19. Tumalizia hilo andiko. Anasema walilia naye akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao walivunjika moyo, nao waliopondeka roho waokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Walilia naye Bwana akasikia.
walipiga magoti yao, Bwana akasikia kilio chao, akaponya tabu zao zote. Tabu ni kapu lenye vitu vingi ndani yake. Tabu, misiba, huzuni, mahangaiko, tabu. Viko vingi ile kapu la tabu, viko vingi sana pale. Lakini Bwana akaponya tabu zao zote. Lakini Mungu akasema hivi, yu karibu na waliovunjika moyo, hata kuacha. Amesema sitakuacha wala kupungukia. Yu karibu na waliovunjika moyo, nao waliopondeka roho, Mungu huwaokoa. Na hilo lote akasema hivi, mateso ya hao wenye haki, mateso ya teule ni mengi, lakini Mungu hata kuacha, waponya na haya mateso yao yote. Sifa gani unao mchana huu wa leo? Ni kilio gani nacho mchana huu wa leo? Ni hatua gani ambayo nasema kama Mungu nisaidie hapa na kuhitaji katika maisha yangu? Nahitaji neema hii nishukie siku hii ya leo, na kuhitaji Mungu katika msiba huu. Machozi ulao hata sasa, hata wengine wengi katikati yetu yako machozi, hata kama si katika macho yako, lakini moyo wako unalia. Pengine macho ni makavu tu, lakini uko ndani na kilio kinachosikia kila saa. Ukiwa kwenye basi unasikia kilio, kwenye nyumbani kwako unasikia kilio, ukikaa mahali unaona kilio, sikia taarifa habari unasikia kilio, ukikumbuka hiyo issue unasikia kilio. Kipi kinachokuumiza mwili mwako? Mwomba Yesu nisaidie, niguse katika hili. Nahitaji mguso wa kipekee katika hili. Ni uchumi, ni familia, ni mahitaji, ni nini kinachokutesa, kinachofanya ulie katika maisha yako kila siku tu hapo leo? Waimbaji kama mpo tayari, naomba tuimbe wimbo mmoja kwa ufupi. Tumwambie Mungu, niguse tena mchana huu wa leo. Gusa maisha yangu. Na kila mtu kwa mahali ulipo, umwambie Mungu nakuhitaji katika. Siwezi bila wewe, sitaweza bila wewe, nahitaji msaada wako. Uliomgusa yule mkwe wake na Petro, ulipogusa yule kijana, gusa na mimi pia. Gusa na maisha yangu, gusa maeneo haya. Nisikie kumwambia Mungu, gusa moyo wangu. Uko wapi unahitaji maombi haya mchana huu wa leo? Nahitaji pale ulipo mtu wa Mungu, kama unahitaji kanisa lisimame na wewe katika hayo unaolia nayo, utakuja mbele tuombe pamoja. Msiba wako ni msiba wa kanisa, machozi yako ni machozi ya kanisa. Tubebane pamoja kumpelekea Mungu. Kama Mungu, angalia machozi haya. Watoto wako wanakuwa kama hawana tena hata wazazi, wanakuwa kama ni wajane yatima, wanaishi maisha magumu katika nafasi fulani, lakini liko tumaini kwa Mungu. Anasema usilie. Wakati wanaimba, kama upo mtajisikia, utasogea, tutaomba nawe mchana huu wa leo. Niguse tena, niguse tena,